Danieli sura ya pili. Katika sura ya pili ya Danieli tunakutana nayo baada ya kuona jinsi Danieli na wenzake walivyojiweka katika hali ya uaminifu, kukutana na mazingira magumu katika swala hasa la ulaji na uchamungu. Tunazidi kusonga mbele kuona jinsi unabii huu wa Danieli unavyotuelekeza na kutufundisha ukweli muhimu sana katika kipindi hiki cha leo. Ujuzi na uzoefu ambao aliupitia Danieli na wenzake katika ufalme wa Babeli ni ujuzi makini sana ambao tunatakiwa kuwa nao hata sisi leo. Kwa sababu si tu tunasoma kitabu cha unabii kama story ama tumelenga tu kuona ni unabii gani uliomo ndani ya Danieli, pasipo kuangalia Danieli mwenyewe alikuwa na ujuzi gani wa maisha ya uchamungu. Hapo ndipo tutaweza kuelewa vizuri hata unabii uliomo ndani ya kitabu cha Danieli, kwa kuangalia maisha yake binafsi yalivyokuwa. Pasipo hivyo tutajikuta tunapata ukweli nusu wa kile ambacho Mungu alitarajia. Kama Mungu angetaka tu tujue tu matukio ambayo ya kiunabii yaliyomo kwenye kitabu cha Danieli, basi maisha binafsi ya Danieli na wenzake kusingekuwa na haja ya kuyaonesha waliishije kule. Kumbe yalioneshwa yaliwasilisha jumbe zile za maisha yao wakiwa Babeli, ziliwasilishwa ili sisi tuelewe ni kitu gani kiliwatokea na tujifunze nini kwao. Tuliona kwamba katika mwaka ule wa 606 ufalme wa Babeli ulienda kuteka mji wa Yerusalemu, lakini Waisraeli wakachukuliwa mateka kwa mara ya kwanza. Wakachukuliwa mateka kupelekwa kule Babeli, na miongoni mwa waliochukuliwa alikuwemo Danieli na wale wenzake vijana watatu. Katika tukio hili la Wababeli kwenda kuteka ama kuwachukua Waisraeli, moja ya vita ambayo ilihusishwa katika tukio hilo ni vita ya kidini na vita ya miungu kati ya Waisraeli na Wababeli. Baada ya Wababeli kufanikiwa kuwachukua mateka hawa Waisraeli, walianza kujigamba ama kujisifu kwamba Mungu wa Waisraeli hakuwa na nguvu yoyote. Dini yao haikuwa na nguvu yoyote, ndio maana Mungu wao ameshindwa kuwatetea na amewaleta chini ya utawala wa Babeli. Kwa hiyo wakajisifu kwamba miungu ya Babeli na dini ya Babeli ya Kikaldayo ni dini yenye nguvu zaidi kuliko dini ya Waisraeli. Kulikuwa na vita ya kidini hapo. Hata hivi leo maisha ya duniani hapa unavyoyaona kimwili, usifikiri tu yapo hivyo tu, bali ni matokeo ya vita ya miungu. Vita vya kiroho viko nyuma yake, lakini namna ya kutafsiri hiyo vita, hapo ndipo kuna mtihani. Ni wale ambao wamejaliwa hekima za kimbingu tu ndio wanaoweza kutafsiri ile vita inaendaje na Mungu gani ambaye ni mshindi daima, na kwa nini upande fulani unashindwa kwa wakati husika. Kwa hiyo Wababeli hawa walihusisha vita hii ya kiroho, kwamba wakaona kwamba miungu ya Waisraeli, Mungu wa Waisraeli hana nguvu na dini yao haina nguvu, bali dini yetu sisi wa Babeli ndio ina nguvu. Babeli ni historia ya Babeli kwa kifupi, historia ya Babeli, mji wa Babeli na jina Babeli hufanyika kama kiini cha pambano kuu kati ya Kristo na Shetani. Kama ambavyo kanisa la Mungu duniani limefanyika kama agenti, kama wakala wa Mungu duniani anapopigana vita na nguvu ya giza, ndivyo ambavyo Shetani pia ametumia Babeli, mji halisi lakini pia na mji wa kiroho, kufanya vita na Kristo. Tunaposoma kuhusiana na historia ya Babeli katika kitabu hiki cha Danieli,
tunatakiwa kuelewa Babeli kwa undani, na historia hii Babeli ilitokana na nini. Vita iliyoanzia mbinguni iliendelea hapa duniani. Iliendelea hapa duniani baada ya shetani kufanikiwa kumdanganya mwanadamu. Baada ya shetani kufukuzwa kule mbinguni, alijipanga kujenga ufalme wake, kuunda ufalme wake duniani ambao ungeijaza dunia yote, na kisha ufalme huo ushindane na Mungu mpaka ushinde. Ametumia njia mbalimbali, na njia hizo mojawapo ni wakati ambapo alikuwa akijaribu kuwaunganisha wanadamu waweze kujenga ufalme wake ambao utapambana na shaka washinde. Baada ya gharika, shetani hakusalimu amri. Akasema tena vita ndo vimeanza. Baada ya gharika tunaona historia ya Wababeli, ya eneo ambalo kwa mara ya kwanza liliitwa Babeli, kule kwenye uwanda wa Shinari. Watu walikusanyika ili waweze wajenge mji ama jengo ambalo linafika mbinguni. Na mawazo hayo yalikuwa ya kishetani. Siku zote shetani huwa anataka aende kinyume na mipango ya Mungu. Mungu amewaambia wanadamu wazaliane, waongezeke, waijaze nchi. Yeye anawakusanya kwa pamoja. Lengo lake ajenge ule ufalme kupitia hao wanadamu ambao utakuwa na nguvu kuu. Na Mungu aliona watu wale walikuwa na uwezo mwingi, walikuwa na ujuzi mwingi, hivyo akaamua kuharibu ndimi zao, kuwachanganya katika ndimi zao ili wasifanikiwe. Kwa hiyo pamoja na kwamba shetani aliharibiwa kazi yake pale, lakini alijipanga tena kwa muda mwingine ili aweze kufanikisha lile lengo lake. Mji wa Babeli kupitia Nabopolassar, baba yake Nebukadreza, ulijengwa kwa fahari kubwa sana. Ulijengwa kwa fahari kubwa ambayo ni fahari ambayo shetani alikuwa anajivunia kwamba kupitia ufalme huu ataitawala dunia na atatengeneza utawala wenye nguvu kuu duniani. Mji ule ulikuwa na ukuta mkuu sana. Mji huo ulikuwa na ukuta unaozunguka mji wenye urefu wa miguu ama futi 350 kwenda juu. Hebu fikiria ukuta umejengwa. Hiyo sio nyumba, ni ukuta unaozunguka ufalme. Una futi ama miguu 350 kwenda juu. Lakini pia ule ukuta kwa upana wake kule kwa juu, ukifika kwenye ukuta kule kwa juu, unakutana na upana wa ule ukuta una miguu 87. Miguu 87 kule juu. Leo hii watu wanajenga fensi ambayo kwa juu hata mtu hawezi akatembea hata kwa kujiamini ama akatembea bila kuteteleka. Ule ukuta wa kuzunguka mji ulikuwa na upana wa miguu 87, kiasi kwamba kule magari na vitu vingine vinaweza vikapita bila shida yoyote. Mji huo ulikuwa umejengwa kwa umaridadi mkuu sana. Lakini pia kulikuwa na mageti ama milango ambayo ni ya shaba ambayo ni ngumu, kiasi kwamba ulinzi umehakikishwa. Siku zote shetani huwa anajenga, anafanya mambo kwa kuiga utukufu wa Mungu. Anajenga, ina maana kwa kupitia ule ufalme wa Babeli alikuwa na ujenga kwa umaridadi, kuiga jinsi ambavyo mji wa Mungu umejengwa, ili kwamba ufalme wake duniani upambane kwa fahari na ufalme wa Mungu. Mji wa Babeli ulikuwa mto Frati, mto ambao ni mkuu sana kati ya mito mikuu sana duniani. Mto Frati ulikuwa unaingia chini, kupitia chini ya kuta za mji ulikuwa unamwaga maji ndani yake, ndani ya palace, ndani ya ikulu ya mfalme,
ndani ya jumba la kifalme, mto ulikuwa ukimwagilia maji mle. Kwa hiyo hakukuwa na kiu ya maji, hakukuwa na uhitaji wa maji fahari zote. Yani jinsi ambavyo ukisoma kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 utaona jinsi ambavyo Mungu alidesign paradiso, alijenga ile bustani ya Edeni, akaitengenezea mito ambayo inaingiza maji kwenye ile bustani. Na yeye shetani akaiga vile vile. Hapa ndipo tunaelewa kwamba kuna vita kati ya shetani na Mungu siku zote. Ukiangalia pia taifa la Israeli, jinsi taratibu nyingi ambazo Waisraeli walipewa tangu wanatoka kule Misri, waliambiwa wakae kwa mfano waliambiwa wakae kwa kikabila. Walipojenga lile hekalu, waliambiwa walizunguke, lenyewe lilitakiwa ile hema ilitakiwa kukaa katikati ya kambi zao. Pia kambi zao zilikuwa zinakaa kikabila, kabila ya Benjamini, kabila ya Yuda, kabila ya Simeoni, zinakaa kwa mpangilio, sio tu kila mmoja kutaka akakae anapopataka yeye. Hapana. Yani jinsi ambavyo Mungu aliwapa taratibu zile wana wa Israeli, ndivyo ambavyo mji wa Yerusalemu umejengwa. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo nafikiri 21-22 pale, anaeleza kwamba mji wa Yerusalemu umepangiliwa makabila kuna mji wa Yerusalemu ule una milango 12. Mji wa Yerusalemu, mji wa mbinguni, una milango 12. Jinsi ambavyo walijipanga Waisraeli katika kule jangwani, walivyokuwa wanajipanga, upande wa mashariki makabila 3, upande wa magharibi makabila 3, upande wa kaskazini makabila 3, upande wa kusini makabila 3. Ndivyo ambavyo mbinguni, milango ya jiji la mbinguni imepangiliwa. Hivyo shetani anaiga mambo ya Mungu, na yeye anakuja kuyafanya kwa namna yake. Jinsi ambavyo Edeni ilikuwa imejengwa, ina mito inaingiza maji katika bustani, ndivyo ambavyo shetani naye akaiga. Mji wa Babeli unaingiza mto wa Frati, jinsi alivyojenga mto wa Frati wao unaingiza maji ndani ya ule mji. Tunapoisoma Babeli hapa, ambayo ni Babeli halisi, hii ndiyo picha halisi ya vita ya Babeli ya ulimwengu wa kiroho. Tuliona jinsi ambavyo mpangilio wa kitabu cha Danieli katika utangulizi, somo lile la utangulizi wa kitabu cha Danieli, tuliona jinsi ambavyo sura 6 za mwanzo ni literal history, yani ni historia halisi. Kisha hiyo historia halisi itufundishe, ituongoze katika kuelewa mambo ya kiroho ambayo yapo kwenye sura 6 zingine za mwisho za kitabu cha Danieli. Baada ya baba yake kutawala, Mfalme Nebukadreza alirisi ufalme ule, na ni kwa mkono wake na kwa jitihada zake, na ni chini ya utawala wake ufalme ule uliongeza fahari nyingi sana, na mafanikio mengi sana yalikuja kupitia utawala wake. Sio tu nguvu. Mfalme Nebukadreza alikuwa tu na nguvu, bali alikuwa na hekima ya juu sana. Unajua, muda mwingine tunapozungumzia wale watu ambao kwa namna fulani katika maandiko wanaonekana ni maadui wa Mungu, hatuzungumzii swala la hekima yao, lakini ni kwamba huyu Mfalme Nebukadreza alikuwa na hekima ya juu sana. Tutaona huko mbele jinsi gani huyu mtu hakuwa wa kawaida. Alikuwa ana hekima za juu sana, hekima ambazo zilitumikwa na shetani. Sasa Mungu alijaribu kwa namna zote ili aweze kuzitumia hizo hekima zake, kama ambavyo Wanefili nao walikuwa, wale the giants walikuwa na akili nyingi na uwezo mwingi, lakini uwezo huo na akili hizo nyingi zilitumika kumtumikia shetani. Ufalme huu moja ya mambo ambayo yalipewa kipaumbele katika ufalme wa Babeli ni elimu. Katika ulimwengu huo wa zamani wa kipindi hicho, Babeli ilifanyika kama kituo kikuu, senta ya elimu duniani. Senta ya elimu duniani. Walikuwa ni watu ambao wanaweka kipaumbele kikuu sana katika masuala ya elimu. Kila sanaa, lakini pia na sayansi ya duniani katika wakati ule ilifundishwa katika shule za Babeli.
Hekima za watu wa zamani zilifanywa zijulikane na ziwe maarufu kupitia wanafunzi ambao walienda kujifunza kule Babeli. Walienda kutafuta elimu katika shule za Babeli. Hawa watu wa Babeli, moja ya elimu ambazo walikuwa wanafundisha ni elimu ya unajimu, astronomy, elimu ya kusoma nyota. Elimu hiyo kwa upande mmoja ni nzuri, lakini kwingine ni mbaya. Kulingana na roho ama Mungu ambaye anakuongoza, kama ni Mungu wa mbinguni ama ni Mungu wa dunia hii. Walikuwa wanajifunza kusoma nyota, lakini pia walikuwa wanajifunza yani elimu ya juu sana ya hesabu, mathematics, yani higher education of mathematics ilikuwepo katika elimu ambazo zilifundishwa kule Babeli. Babeli walikuwa na bidii kubwa sana kutafuta elimu kama nilivyotangulia. Kwa mfano, wale mamajusi waliokwenda kumsalimia Yesu wakati amezaliwa, walitumia nyota kuelewa kwamba ile tukio ni sio la kawaida. Walitumia nyota kufahamu kwamba Bethlehem kuna jambo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba walikuwa wana elimu ya mambo ya mbinguni. Walitamani sana mambo ya mbinguni wayaelewe, yanayoendelea, kila kitu waelewe, hiki kinamaanisha nini. Imeandikwa kwamba wale mamajusi walitokea mashariki ya Israeli. Kwa namna yote ile inaweza kuwa kabisa kwamba hawa watu walitokea Babeli wakati Yesu anazaliwa, hawa mamajusi. Na ni bila shaka ni kwamba hawa Wayahudi kukutanishwa na Wababeli, siku zote Mungu anapowakutanisha watu wa Mungu na watu wasiomjua Mungu, huwa anataka nuru iwaangazie wale ambao hawamjui Mungu. Hivyo inawezekana sana kwamba kitendo tu cha kina Danieli na Wayahudi kuwa kule Babeli, kuna uwezekano mkubwa sana waliacha elimu ya kiroho kuhusiana na Mungu wa mbinguni, lakini pengine hii ahadi ya ujio wa Masihi ilibaki katika elimu ya ile ambao waliacha Wayahudi kule Babeli. Ndio maana hawa mamajusi walikuja moja kwa moja mpaka Bethlehem wakijua kwamba kuna tukio fulani, wakitokea mashariki, watu ambao hawajui. Kimsingi tunaweza tukasema kwamba ni watu ambao ahadi ya kuzaliwa kwa Masihi hawakuijua, lakini pengine kupitia Wayahudi kuwa kule Babeli walitambua kwamba Masihi atakuja kuzaliwa, na Mungu aliwasaidia waweze kutambua hilo. Imeandikwa katika kitabu cha Isaya 55:11, inasema, ndivyo itakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yote niliyolituma. Inawezekana sana kwamba akina Danieli, kitendo cha kuwepo kule Babeli, neno waliloliacha kule lilizaa matunda, na mojawapo ya matunda yake ni hawa mamajusi waliotambua kuzaliwa kwa Mwokozi wa ulimwengu. Maana neno la Mungu anasema halitanirudia bure kamwe, bali litafanya kazi yake niliyolituma. Katika Babeli kulikuwa na elimu ya utaalamu wa lugha, linguistics. Yaani elimu tulizonazo hizi za ulimwengu leo, sijui mathematics, linguistics, literature na mambo mengine yote yalikuwa yanafundishwa katika ulimwengu wa zamani. Lakini jinsi ambavyo elimu katika mazingira ilivyokuwa imewekwa ilikuwa inatofautiana sana na elimu ambayo ilikuwa imewekwa kwa watu wa Mungu, Wayahudi. Elimu iliyokuwa imepewa kipaumbele katika mataifa ya kipagani sio ile ambayo ilikuwa imepewa kipaumbele katika taifa la Mungu la Israeli. Elimu iliyokuwa imepewa kipaumbele katika taifa la Mungu la Israeli ni sayansi ya ukombozi. Sayansi ya ukombozi ndio ilikuwa imepewa kipaumbele. Elimu hii ya kidunia, maarifa tu ya kidunia ilikuwa
ni elimu ambayo ni ya kujazia tu, ama ya ziada, ama chaguo la pili. Lakini katika mataifa ya kipagani, elimu hii ambayo ni ya duniani, linguistics, sijui nini, mathematics, ilikuwa ni kipaumbele, na watu walikuwa wanajivuna kwa kuwa na elimu hizo, kitu ambacho mbele za Mungu walionekana si kitu pamoja na kuwa na elimu hizo. Kwa sababu nini? Kipaumbele cha elimu ambayo Mungu anaitaka, cha kwanza ni ufahamu sayansi ya ukombozi, lakini pia na kujishusha. Katika elimu za duniani haufundishwi kujishusha, bali kujikweza, kutafuta mafanikio binafsi ya kujionesha kwamba mimi nina akili. Mimi na wewe ni shahidi kama umepita shule. Ukiwa mtu wa kwanza darasani, yani ni kile unakuwa na kakiburi fulani hivi. Unakuwa na kakiburi fulani ambako unaonesha, yani unajionesha jinsi ya gani ambavyo wewe ni mjuzi kuliko wengine. Lakini katika sayansi ya ukombozi inakuonyesha dhambi zako. Yani kadri unavyojifunza ile elimu, ndivyo ambavyo unakuwa mnyenyekevu. Unajiona wewe si kitu, unajiona wewe hamna kitu bila Mungu. Kwa hiyo elimu ambayo ilikuwa inafundishwa katika mataifa ya kipagani haikutanguliza mbele sayansi ya ukombozi, haikutanguliza mbele somo la kujishusha. Mfalme mwenyewe alikuwa na elimu ya juu sana, si kwamba alikuwa mtu wa kawaida, alikuwa na elimu ya juu sana, ile ya kidunia. Maana huyo ndiye aliyewaexamine wale vijana. Kumbuka ile sura ya kwanza tuliona jinsi ambavyo aliambiwa waletwe vijana ambao watachaguliwa kuwa wenye hekima katika ufalme wake na waweze kutumika katika ufalme wake. Yeye ndiye aliyewapa interview ya kujua nani ananifaa kati ya hawa. Na kweli katika akina Danieli na wale vijana wanne akagundua hawa wana hekima. Huyo hakuwa mtu wa kawaida. Kitendo cha yeye kuwagundua wana hekima, acha ile mpango wa Mungu, kwamba mpango wa Mungu tu umewekwa awachague ili kupitia hao afundishwe, kupitia hao nuru iangazwe katika ufalme, lakini pia yeye mwenyewe alikuwa na mtaji ndani yake. Mtaji kwa maana ya kwamba alikuwa na ujuzi na hekima ya juu sana, ambayo inaweza ikatambua mtu mwenye hekima. Maana siku zote mtu wa Mungu aliyeelimika katika elimu ya kiroho, hata katika mambo ya duniani sio mshamba. Hata katika mambo ya duniani anakuwa ni mwelevu vile vile. Lakini kitu tu Mungu ambacho anashauri ni kwamba elimu yake iwe kipaumbele. Iwe kipaumbele. Elimu ya duniani, yani ujifanye mjinga kwanza, ndipo anaweza kukuinua katika elimu zingine za kidunia. Kwa hiyo akina Danieli walikuwa wametanguliza mbele ucha Mungu na unyenyekevu, ndio maana Mungu akawainua pia katika hekima ambazo zinapatikana kutokana na mafanikio ya elimu za kidunia. Kwa hiyo mfalme pia alikuwa msomi mzuri sana, ambaye aliweza kuwa interview hawa vijana aweze kutambua hawa wenye hekima wananifaa. Babeli ilikuwa ina kiburi na inatukuza sana mfumo wake wa elimu. Ndio maana nimetangulia kusema kwamba Babeli ilikuwa na mfumo wake wa elimu ulikuwa unawaendekeza watu, unawaelekeza zaidi katika kujisifu. Lakini pia Babeli ilikuwa na kujitumainia. Ilikuwa inajitumainia wokovu wake wenyewe kwa jitihada zake zenyewe, kwa elimu yake yenyewe, lakini pia kwa miungu yake. Kama ambavyo Babeli ya kiroho leo ina kiburi, inajitumainia yenyewe. Ukisoma kitabu cha Isaya 4:1 utaona pale wanawake saba wametabiriwa katika siku za mwisho. Wao wanasema watakula chakula chao wenyewe, watavaa mavazi yao wenyewe. Ina maana wokovu wao ni wa kujitumainia. Mavazi, tabia, watajitumainia tabia yao wenyewe. Chakula, yani neno, watatafuta wao wenyewe, lakini si neno la Kristo. Kwa Babeli ya halisi na Babeli ya kiroho ni kitu kimoja. Ndio maana nimesema lazima tuzingatie sana kuelewa
Babeli inayotajwa katika uhalisia ndiyo msingi wa kuelewa Babeli ya kiroho. Pasipo hivyo unaweza ukakataa Babeli ya kiroho ukasema sio Babeli ya kiroho, kumbe msingi wa Babeli halisi huelewi. Kwa hiyo Nebukadreza pamoja na watu wake wenye hekima, hao wachawi, wasihiri, sijui waganga, Wakaldayo, katika upande mmoja, katika stori hii tunayojifunza, katika kisa hiki tunachojifunza, hawa Nebukadreza na watu wake wenye hekima waliwakilisha elimu ya duniani. Waliwakilisha elimu ya duniani. Huku Danieli na wenzake walichaguliwa na Mungu ili waweze kuwakilisha hekima za Mungu. Ili sasa kuwepo na vita kati ya hekima za wanadamu za kisomi za elimu ya kidunia, lakini na hekima za Mungu zipi ambazo ziko juu. Mungu siku zote huwa anatumia njia za kujinyenyekeza ili kuthibitisha haki. Anatumia njia za kujinyenyekeza ili kuthibitisha haki. Kwa mfano, taifa la Israeli lilikuwa ni taifa la Mungu, lakini taifa la Babeli kimsingi katika taratibu zake na mambo yake na dini yake lilikuwa inawakilisha shetani mwenyewe akilitumia lile taifa. Hivyo kuna taifa la shetani na taifa la Mungu. Sasa hebu angalia njia ambazo Mungu alizitumia ili kulithibitisha hili taifa kwamba la shetani, taifa kwamba hili ni taifa ambalo si kitu mbele zake. Hakutumia taifa la Israeli kwa vita za mapanga na mikuki ili kuja kulishinda hili taifa la Babeli ambalo linatumiwa na shetani, bali alitumia njia za kujishusha. Za kujishusha kwa namna gani? Wale watu wake ambao ni taifa lake waje Babeli kama mateka na watumwa, na hao ndio wanakuja kuthibitisha ufalme wa Babeli na elimu zake zote kwamba hakuna kitu. Ina maana shetani siku zote tangu mbinguni alishindwa kwa njia za Mungu za haki, sio kwa vita na za mapanga na nini au za kushurutisha za ukatili. Hapana, ni njia za kujinyenyekeza. Ndivyo ambavyo siku zote ushindi umekuwa ukipatikana. Danieli 2 mstari wa kwanza anasema, hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadreza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Hapa tunaona katika sura ya 2 tu mstari wa kwanza, Nebukadreza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika sana. Unajua Biblia Kiswahili kinaposema kufadhaika, yani lugha ya asili ina ukali jinsi ambavyo mfalme alijisikia inaposema alifadhaika. Maana yake alijisikia vibaya sana. Yani ni kitu ambacho hakikupi raha. Yani unakuwa na majonzi, unafikiria tu kwamba sijui ni nini hiki, sijui kama kuna usalama. Aidha unakuwa unahisi tu kwamba hii pengine inawakilisha jambo la ajabu ambalo linatokea katika maisha. Alifadhaika, ni uchungu na majonzi makubwa namna ambavyo mfalme huyu alifadhaika. Ndoto hii ilimpa maswali mengi sana mfalme. Ndoto hii ilimpa maswali mengi ambayo alihitaji kufahamu. Sasa alipoota ile ndoto akawaitisha wenye hekima wote, wote. Katika mstari ule wa Danieli 2 mstari ule wa kwanza hadi wa 3 anasema, hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadreza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Ndipo akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na Wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata nijue tafsiri yake. Kitu cha kushangaza ni kwamba ndoto aliyoiota mfalme Nebukadreza aliisahau. Yani aliota na akaisahau. Sasa amewaitisha wenye hekima wake, waganga, wasihiri, Wakaldayo, watenda miujiza wote na wachawi, akawaita ili waweze kumuonyesha ile ndoto. Kwanza wamwambie ameota nini na bado wampe tafsiri ya ndoto.
Ndio lengo lake tangu mwanzo, kwamba niletee vijana ambao watanisaidia katika ufalme, katika kuamua mambo. Wenye hekima wa mfalme Babeli wakaitwa. Kumbuka, katika miongoni mwa watu wenye hekima wa mfalme walikuwemo akina Danieli na wale vijana wenzake ama rafiki zake 4. Sasa akawaita hawa. Wakati huo anawaita hawa kina Danieli na wenzake, wao hawakuwepo, hawakuhusishwa katika mwito wa kwanza wa mfalme, lakini wakaja tu wale ambao ni wa kule Babeli. Na maana hawa wachawi ni wale ambao wanatumia miujiza, lakini pia kuna wanajimu wanaosoma nyota. Kwa hiyo katika elimu hizo katika wale ambao ni wenye hekima wa mfalme, alitumaini kwamba atapata tafsiri ya ile ndoto, atapata tu ile tafsiri ya ile ndoto kupitia elimu za miujiza na za kiroho zingine ambazo wangeweza kumtafsiria, kumwambia alichoota mfalme, lakini kumpa tafsiri yake. Katika hao wenye hekima kuna wengine ambao walikuwa na uwezo wa kuzungumza na wafu waliokufa katika elimu hiyo ya Kikaldayo, lakini elimu hiyo ya Wababeli kulikuwamo na wengine ambao katika wale wenye hekima wana uwezo wa kuongea na wafu. Hapo ndio tunaona hata ukiroho ama umizimu wa siku za mwisho ni upagani wa zamani wa Babeli ya zamani. Babeli ya kiroho inaishi katika njia za Babeli halisi ya zamani. Leo watu wanaongea na babu zao waliokufa, wanaongea na ndugu zao waliokufa. Wawe wapagani, wawe kwenye dini, wanaongea na ndugu zao waliokufa. Wengine wanaamini aliyekufa anaweza akafanya jambo kwa ajili ya walio hai. Ni dini ya Wababeli, wapagani wa zamani ambao waliamini katika kuongea na wafu. Ndoto aliyoiota mfalme alijua kabisa hii ndoto sio ya kawaida. Hii ndoto ni supernatural, yani iko nje na uwezo wa kibinadamu. Inawakilisha mambo ambayo ni ya ajabu. Ndio maana aliwaita wale wenye hekima, waganga, wachawi, wasihiri, wanajimu, ili waweze kumtafsiria ile ndoto. Pengine wao wanaweza kuona katika ulimwengu wa kiroho, wamtafsirie mfalme, wamwambie vitu hivyo vinamaanisha nini. Ni ndoto ambayo ni ajabu, hakuwahi kuishuhudia katika maisha yake. Danieli 2:5 walipomuuliza sasa Wakaldayo na wenye hekima wakamuuliza, sasa tuambie mfalme, umeota nini ili tukupatie tafsiri yake. Haya, Danieli 2:5 akasema, mfalme akajibu akawaambia Wakaldayo, neno lenyewe limeniondoka. Msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake, mtakatwa vipande vipande na nyumba zenu zitafanywa jaa. Ni hatari. Yaani mfalme ameota ndoto, ameisahau, na bado anasema wasipomtafsiria ile ndoto watakatwa vipande vipande, na familia zao na nyumba zao zitafanywa jaa, yani zitaharibiwa. Mstari wa 6 anasema, bali mkinionyesha ile ndoto na tafsiri yake, nitawapa zawadi na thawabu na heshima nyingi. Basi nionyesheni ile ndoto na tafsiri yake. Mstari wa 7, hao wenye hekima wakadai awaambie ni kitu gani ameota, wao watoe tafsiri. Yaani hawajawahi kukutana na hilo zoezi, hawajawahi kukutana na kesi kama hiyo ya kwamba mtu umwambie alichoota na bado umwambie tafsiri yake. Walikuwa hawajawahi. Mstari wa 7 bado wanamwambia mfalme, na atuambie sisi watumishi wake ile ndoto, nasi tutamuonyesha tafsiri yake. Yaani majibu haya ya hawa wenye hekima yalikuwa yanamaanisha kwamba wao hawawezi kumwambia mfalme kitu ambacho ameota yeye na bado wajua aliota kitu gani. Hawana huo uwezo. Wasingeweza. Walikuwa wanahitaji
wapate kitu hata kidogo tu. Yaani aseme hata kidogo tu ni kitu gani ameota. Angalau kupitia hicho waweze kumwambia sasa tafsiri yake. Hivyo ilikuwa ngumu kwao waweze kusema kile ambacho ameota mfalme na bado watoe tafsiri. Ni kitu ambacho hawakuwahi kukutana nacho. Yani they couldn't make something out of nothing. Hawakuweza kupata tafsiri kutoka kwenye, yani hujaambiwa chochote halafu nahitajiwa. Yani ujuzi wao ilikuwa ni kutoa tafsiri za ndoto. Kama angesema wangemwambia, hata kama ni kumdanganya wangemwambia. Yani ile agizo, amri ya kuwaua isingetimia, asingewaua, kwa sababu kwa namna yoyote tu kama amewaambia nimeota hivi, hawashindwi kumwambia hata uongo kwamba mfalme tafsiri yake ni hii. Lakini hapa ulikuwa mtihani mkubwa na mzito sana kwao. Wamwambie kwanza alichoota na bado wamwambie nini maana yake. Unajua kuna kitu gani unajifunza hapa? Hapa tunachojifunza cha muhimu ni kwamba Shetani huwa hawezi kukuletea wewe tabia mbaya au jambo baya, bali yeye anakuta mtaji wa mambo mabaya ndani yako wewe. Yaani hawezi kuleta dhambi ndani ya mtu, bali dhambi ya mtu anaikuta ndani. Ndio maana maandiko anasema Mungu hamjaribu mtu, isipokuwa kila mtu hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Kwa hiyo usije ukasema shetani alinipitia, shetani haleti dhambi. Shetani hakuletei makosa. Shetani hakuletei kiburi, hakuletei majigambo, isipokuwa anakutana na hayo majigambo ndani yako. Jinsi anavyokuona unatenda, jinsi ambavyo unatenda, unaongea, unatembea, jinsi unavyovaa, unavyofanya nini, anajua ndani yako kuna mtaji wa mambo gani mabaya ambayo atakutumia kwa hayo. Shetani aliyekuwa kama baba wa elimu za hawa waganga alishindwa kutambua nini ambacho mfalme ameota, wakashindwa. Kwa nini? Anategemea mtaji kidogo, asikie kidogo, ndipo sasa aseme hata kama ni uongo. Hata wale ambao wanaenda kwa manabii, sijui akina nani, kwenda kutafsiri ndoto, wanaenda kutafsiriwa ndoto, sijui mchungaji, sijui nabii, mimi nimeota hivi na hivi, ina maana gani? Nakwambia hivi, yule mchungaji au nabii hawezi akakosa neno la kukuambia hata kama ni uongo. Hata kukudanganya ili mradi tu utoke na tafsiri. Na tafsiri atakayokupatia ni ya kukuingiza katika madhara zaidi. Lakini nenda ukamwambie nimeota ndoto nabii wangu, nimeota ndoto mchungaji wangu, lakini nimeisahau. Hebu niambie hiyo ndoto nimeota nini? Na uniambie tafsiri yake. Hayupo, maana shetani hana uwezo. Hayupo atakayeweza kutatua hiyo kesi, maana shetani hana uwezo wa kusoma mawazo ya mtu. Kimsingi malaika hawana huo uwezo. Malaika hata wale wa kimbingu wanapewa uwezo na Mungu wa kujua nini ambacho huyu mtu anawaza. Wanajulishwa nini huyu mtu anawaza. Wao sasa wanatoa msaada kwa namna hiyo, lakini hawawezi kujua ya moyoni mwa mtu. Ni Mungu peke yake aliye muumbaji. Hawa wenye hekima wa mfalme walipoona kwamba hawawezi kusikia chochote kutoka kwa mfalme kama mtaji wa kutafsiri ile ndoto, walisalimu amri, wakamwambia mfalme. Mstari wa 10 hadi wa 11 anasema, Wakaldayo wakajibu mbele ya mfalme wakasema, hapana mtu duniani awezaye kulionyesha neno hili la mfalme. Kwa maana hapana mfalme wala bwana wala liwali aliyetaka neno kama hili kwa mganga wala kwa mchawi wala kwa Mkaldayo. Ni neno la ajabu hili analolitaka mfalme, wala hapana mwingine awezaye kumuonyesha mfalme neno hilo ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili. Cha kwanza walitengeneza udhuru ili waepuke ile hukumu ya kifo. Walitengeneza udhuru wa kwamba hamna mahali popote ambapo jambo hili lilishawahi kutokea na mfalme huyo au bwana au liwali akaomba msaada kama huo. Haijawahi kutokea.
Wakatengeneza mazingira ya mfalme ili aweze kubatilisha ile amri yake ya kifo. Cha pili, walisalimu amri kwa miungu mingine ambayo wakasema ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili. Hapa kuna funzo kubwa. Kuna funzo kubwa ambalo tunaweza kulipata. Kwamba kumbe wenye mwili na miungu isio na kikao na wenye mwili ina uwezo tofauti kabisa. Miungu isio na kikao na wenye mwili, bila shaka moja kwa moja walikuwa wanazungumzia Mungu wa mbinguni. Wanamzungumzia Mungu wa mbinguni bila wao kujua. Kumbuka maandiko yanaeleza wazi kwamba kuna wengine ambao wanamwabudu Mungu wa mbinguni bila kujua. Na hapo ndipo nilianza kutambua kwamba kumbe kama Mungu wa mbinguni anaabudiwa bila kujua, kuna mtu anamwabudu Mungu wa mbinguni bila kujua, basi inawezekana sana unaweza ukamwabudu pia shetani bila kujua. Wewe ukajua uko kwenye njia sahihi kabisa, lakini ukao unamwabudu shetani bila kujua. Haya. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza 2:14 nasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni tu. Wachawi, waganga, wakaldayo, wasihiri wasingeweza kugundua hayo mambo, maana ni ya rohoni na wao ni wenye mwili, na mambo ya rohoni yanatambulikana kwa namna ya kiroho. Kwa hiyo wao walikiri uwepo wa Mungu wa mbinguni aliye na uwezo, yani uko nje na uwezo wao kabisa. Hana kikao na wao. Wanatambua kwamba huyo pekee ndiye anayeweza kutatua hii kesi ya mfalme. Hivyo walimkiri Mungu wa mbinguni bila wao kutambua. Kumbuka vita iliyopo hapa, vita iliyokuwa ikiendelea hapo ni pambano kuu kati ya Kristo na shetani. Ni nani ambaye atainuka kuwa mshindi? Wababeli tangu mwanzo nilitangulia kusema walijisifu dini yao iko juu kuliko ile ya Waisraeli. Ina nguvu kuliko ya Waisraeli. Miungu yao ina nguvu kuliko Mungu wa Israeli. Sasa hapa vita kati ya Mungu wa kweli na Mungu wa uongo ilikuwa inaenda kupiganwa na Mungu wa kweli aweze kushinda. Katika sura hii ya pili vita hiyo ilipiganwa, lakini sura ya tatu pia tutakapoenda mbele kujifunza, tutaona jinsi ambavyo Mungu wa kweli aliendelea kujidhihirisha akiishinda miungu ya Wababeli. Mungu wa Israeli akiishinda miungu ya Wababeli. Dini ya Waisraeli ikaonesha iko juu, ina nguvu kuliko dini ya Wababeli. Kwa hiyo kadiri tunavyoenda mbele ndivyo ambavyo tunapanua zaidi uwanja wa kuelewa huu unabii. Hasa unabii huu ndani ya sura hizi za kitabu cha Danieli, lakini pia na Ufunuo. Kwa mfano, tunapoelewa vizuri sura ya pili, itatusaidia kuelewa vizuri sura ya 7. Sura ya 7 na ya 12 ya kitabu cha Danieli inatufanya tuelewe vizuri sura ya 13 ya kitabu cha Ufunuo. Sura ya 8 na ya 9 ya kitabu cha Danieli inatufanya tukaelewe zaidi kuelewa sura ya 14 ya kitabu cha Ufunuo. Kwa hiyo unabii ndivyo unavyoenda. Unapeana ni kama ngazi, unapanda ngazi. Ngazi moja inatengeneza uwezekano wa kukanyaga sehemu nyingine ya ngazi ya juu zaidi. Kuelewa unabii wa Danieli ni msingi wa kuelewa kitabu cha Ufunuo. Na mtu yeyote ambaye kwa maombi atajifunza vizuri akaelewa huu nabii wa Danieli na Ufunuo, ni lazima awe mwanamarejeo anayetunza Sabato. Ni lazima awe mwanamarejeo anayetunza Sabato. Mtu yote anayeelewa kitabu cha unabii wa Ufunuo, lakini pia unabii wa Danieli. Ndiyo maana tunasisitizwa kutambua na kujifunza sana huu nabii, maana kwa wakati huu wa mwisho, maana ndio wakati ambapo
Kuhani mkuu yupo katika chumba cha pili cha uombezi, kuhani mkuu wetu Yesu Kristo, akiwa anamalizia kazi. Sasa ili watu waje pamoja naye katika chumba cha pili, lazima waelewe vitabu hivi vya Ufunuo na Danieli. Na lazima tuelewe ili kwamba Mungu atusaidie tuweze kuwa mahali sahihi katika imani sahihi itakayotuandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya pili. Kiini au kitovu cha unabii wa Danieli ni sura ya 8 mstari wa 14. Danieli 8:14 ndipo kiini cha kitabu cha Danieli. Yaani jumbe zote zinatoka huku zinakuja hapo. Jumbe zote zinatoka hapo zinaenda hivi. Ni center ya unabii wote wa kitabu cha Danieli. Ndio maana kwenye utangulizi tuliona jinsi ambavyo katika kutimia kwa Danieli 8:14, kutimia kwa unabii uliotajwa pale, ndipo ambapo kitabu cha Danieli kilianza kueleweka vizuri kwa watu ulimwenguni. Tunaendelea. Baada ya mfalme Nebukadreza kusikia majibu ya wenye hekima ambao walikuwa wanawategemea, akasema, basi. Kwa hiyo mfalme akaghadhibika sana, akaona hasira nyingi, akatoa amri kuangamiza wenye hekima wote wa Babeli. Basi ile amri ikatangazwa, na hao wenye hekima walikuwa karibu na kuuawa. Watu wakamtafuta Danieli na wenzake ili wauawe. Amri hii ya kuuawa kwa wenye hekima wa Babeli iliwahusu pia akina Danieli, maana na wao walikuwa miongoni mwa wenye hekima wa mfalme, ili waweze kumsaidia mfalme katika kufanya mambo mbalimbali. Ni pengine lilikuwa kusudi la Mungu, akina Danieli wasiwepo pale pamoja na wale waganga wasihiri, ili kwamba Mungu hashirikiani katika kutatua jambo, hashirikiani na miungu. Pengine akina Danieli wangekuwepo pale, Mungu wa mbinguni asingejionyesha, asingetukuzwa. Hapa napata funzo moja, hata katika watu wa Mungu. Kwa mfano labda katika kuombea mtu, usije ukapendelea sana kushirikiana na watu ambao si wa imani katika kuombea mtu. Pengine kuombea mtu mwenye mapepo, kuombea mtu yeyote, kushirikiana nao. Maana Mungu anachotafutwa ni yeye atukuzwe kupitia sisi. Anatutumia kama vyombo. Sisi tukitukuzwa ina maana ametukuza yeye. Sisi tukiangaza ni yeye aliyeangaza. Hebu fikiria kwa mfano, mnaombea mtu mwenye mapepo, pepo lile likatoka, na pale umeshirikiana na watu wengi wa imani ambao sio wa imani yako. Pale itajulikana ni Mungu wa nani aliyefanya kazi pale. Haiwezi kujulikana. Pengine ni Mungu wako ndiye aliyetenda kazi ile. Sasa wale walitakiwa wajue Mungu naye mtumikia ndiye ambaye na yeye na wao wanatakiwa wamtumikie. Sasa hivi hawawezi kugundua hilo kwa sababu na wao walikuwepo pale, pengine watajua ni miungu yao ndio iliyofanya kazi. Kwa hiyo ni lazima tujiweke watu wa pekee katika huduma za kiroho ili Mungu atukuzwe. Baada ya amri hii ya kuuawa kwa wenye hekima kutolewa, habari zilimfikia pia Danieli. Kweli walimtafuta Danieli na kumpatia hiyo habari kwamba tumetangaziwa kuuawa. Mstari wa 14 kitabu cha Danieli 2 inasema, ndipo Danieli na kwa busara na hadhari akamjibu Arioko, akida wa walinzi wa mfalme, aliyekuwa ametoka ili kuwaua wenye hekima wa Babeli. Arioko ndio akida, ndiye aliyetumwa kwenda kuwaua ndani ya muda fulani, awaue hao wenye hekima, maana wameshindwa kutimiza hitaji la mfalme. Ndipo Danieli akaingia kwa mfalme kuomba muda wa kupewa ili waweze kupewa muda
ambao watautumia huo waweze kupata tafsiri na hatimaye wamuonyeshe mfalme. Mstari wa 15 na 16 anasema, alijibu akamwambia Arioko, akida wa walinzi wa mfalme, mbona amri hii ya mfalme ina ukali namna hii? Ndipo Arioko akamwarifu Danieli habari ile. Danieli akaingia akamwomba mfalme ampe muda, kisha yeye atamuonyesha mfalme tafsiri ile. Danieli hakufadhaika. Danieli hakuchanganyikiwa kwamba akose utulivu sasa, kwamba hapa sijui tunauawa hapa namna gani, bali aliamua maamuzi kwa utulivu na kwa imani kuu, akijua Mungu tunayemtumikia atatuponya na atajitukuza mbele ya mfalme. Yaani angekuwa mwingine pengine angesema, sasa Mungu ametuleta huku, kumbe ametuleta ili tuje tuchinjwe, ametuleta ili tuje tuwawe, angalia sasa tumeletwa kwenye shida, tungekaa tu nchini kwetu ingekuwa amani. Yaani badala ya kumwelekezea Mungu matatizo yote, mtu anafikiri kwamba mzigo sasa ni wa kwake. Imani ni kujisalimisha. Hili neno nimelirudia sana. Imani ni kujisalimisha. Yaani wewe mkabidhi Mungu katika jambo lolote, hata kama ukitokewa na jambo baya, wewe jisalimishe kwa Mungu. Umefutwa kazi, tambua kwamba ni mapenzi ya Mungu yanatimizwa. Usiangalie ya kesho kwamba sasa nimefutwa kazi, sijui nitaishije, itabidi sasa hapa niwe tayari tu hata kuvunja amri ya Mungu ili maisha yangu yasonge mbele. Maana yake wewe una imani isiyo ya kujisalimisha. Unamtii Mungu na kumtumikia Mungu kwa masharti yako wewe. Afuate masharti yako kwamba nikitembea katika mazingira haya Mungu nitakutumikia, lakini nje na mazingira haya sikutumikii. Maana yake si imani ya kujisalimisha hiyo. Danieli alirudi kwa wenzake akawajulisha, akawaambia jamani ni hivi na hivi. Hivyo wakatakiwa waombe. Akawaambia tuombe, tumuombe Mungu atusaidie katika hili, maana yeye ndiye mpaji wa vyote. Mstari wa 17 hadi 19 anasema, ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake akawapasha habari kina Anania na Mishaeli na Azaria wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima na Wababeli. Ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku, basi Danieli akamhimidi Mungu wa mbinguni. Kitu alichokifanya Danieli ni kumhimidi Mungu wa mbinguni. Ndio maana tunapaswa kumwamini Mungu kwa kujisalimisha. Maana hatujui sisi linalotutokea leo, baada ya masaa tu au baada ya siku moja Mungu atafanya mabadiliko gani, mageuzi gani. Mimi na wewe tunaweza tukawa shahidi kwamba umewahi kumlaumu Mungu kwa jambo fulani lililokutokea, lakini baada ya masaa tu au baada ya siku moja tu au baada ya muda kidogo ukajilaumu wewe kwamba sijui kwa nini nilikuwa namlaumu Mungu, kumbe Mungu alikuwa na mapenzi mazuri tu. Maandiko yanasema Mungu anatuwazia mema siku zote. Shida ni sisi ambao hatujajisalimisha. Tunamwamini Mungu bila kujisalimisha. Tunampangia Mungu. Tunataka tupange hata ya kesho ambayo yapo chini ya uwezo wake. Hicho tunapaswa kukiepuka sana mpendwa. Akina Danieli walisema ngoja tumuombe Mungu atatuokoa. Mungu shariti atatuokoa tu. Wakamuomba na kweli ndoto ile ikafunuliwa kwao. Katika Danieli 20:23, Danieli 2 mstari wa 20 hadi 23 utaona hapo jinsi ambavyo Danieli alimshukuru Mungu kwa kuoneshwa ile ndoto. Baada ya kuonyeshwa ile ndoto ndipo Danieli aliamua kwenda kwa mfalme. Akaingia kwa mfalme na aliendelea kumtukuza Mungu. Mstari wa 24 na wa 30. Danieli 2 inasema, basi Danieli akaenda kwa Arioko aliyewekwa na mfalme kuangamiza wenye hekima wa Babeli. Alikwenda akamwambia hivi, usiwaangamize wenye hekima wa Babeli, niingize mimi mbele ya mfalme.
nami nitamwonyesha mfalme ile tafsiri. Lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima iwayo yote nilionayo zaidi ya watu wengine walio hai, bali kusudi mfalme afunuliwe ile tafsiri, nawe upate kujua mawazo ya moyo wako. Napaswa kujifunza kumpa Mungu utukufu. Napaswa kumtanguliza Mungu siku zote. Hata kama Mungu akikutumia kwa mambo ya ajabu na makubwa kiasi gani, mtukuze yeye, maana kosa moja kubwa ambalo utalifanya ni la kujitanguliza wewe, usimtangulize yeye. Elimu ya kibabeli, elimu ya Babeli ilikuwa ni ya kujitukuza na kiburi, ya kujitukuza na kujikweza, lakini Danieli akawa tofauti. Anafanya mambo makubwa lakini bado anajiona yeye si kitu. Maana mambo ya kutukuzwa kimwili hayo ni juu ya Mungu. Leo hii katika Babeli ya kiroho sasa, kuna watumishi wengine wa Mungu ambao wanajitangaza, wanajiproud, wana kiburi na nguvu za kiroho walizonazo. Hivi nguvu za kiroho ni zako ama ni za Mungu? Sasa kwa nini unaonea kiburi nguvu ambazo sio zako? Ni kwa sababu nguvu za kiroho hizo hazitoki kwa Mungu. Maana ukiwa na nguvu za kiroho zitokazo kwa Mungu, basi utamtukuza Mungu. Mungu anasema mimi ni Mungu mwenye wivu katika amri ile ya pili. Mungu ni mwenye wivu. Wivu gani? Anachukia sana anapoona unajitukuza wewe, ibada ambayo itakiwa iende kwake, sifa na utukufu vilivyotakiwa viende kwake, unavipokea wewe au inapokea miungu mingine. Ana wivu mkubwa sana. Kama ambavyo mume kwa mke wake ana wivu, ndivyo ambavyo Mungu ana wivu kwa watu wanavyopeleka ibada zao na sifa zao na utukufu wao kwao wenyewe ama kwa miungu mingine. Daudi katika kupigana na Goliati alimtanguliza Mungu. Hakutumainia ule ujuzi alionao wa kimwili. Babeli ilikuwa inafundisha kujitumainia, elimu ya kibabeli, kujitumainia. Tofauti na elimu ya Kiisraeli iliyokuwa inafundishwa katika shule za manabii, ni elimu ya kujinyenyekeza. Daudi alisema nakujia, alimwambia Goliati, mimi nakujia, wewe unanijia kwa mapanga sijui na nini, mimi nakujia kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli. Hivyo Daudi pale alimtanguliza Mungu, yeye ndo apigane vita. Angesema mimi nakujia kwa kombeo hili na utapigwa kwa haka kitu kadogo, maana mimi ni mjuzi sana, Waisraeli wangepigwa vibaya. Maana anachohitaji Mungu si Israeli stawi, ndio sio hitaji lake hiyo. Hitaji lake ni yeye apewe utukufu. Mara ngapi amewalisha hasara wa Israeli kuwapeleka utumwani ama kufanyaje, kwa sababu wameshindwa kumpa utukufu. Kwa hiyo hata wakati huo Daudi angepigwa akachakazwa vibaya kwa sababu hajamtukuza Mungu ama hajamtanguliza Mungu. Danieli alimwambia mfalme, sikufunuliwa siri hii kwa sababu mimi ni mtu bora sana kuliko wengine, bali ni kwa neema ya Mungu tu. Haya, tunaendelea kuona maneno ya Danieli wakati anaingia kwa mfalme. Alisema, usiwaangamize wenye hekima wa Babeli, niingize mimi mbele ya mfalme, nami nitamwonyesha mfalme tafsiri ile. Kumbuka kuna vita ile ya miungu, Mungu wa Israeli na miungu ya Wababeli. Kuna vita bado inaendelea hapa. Sasa hapa Mungu alikuwa anaendelea kujitukuza kupitia watu wake walioko kule Babeli. Danieli anasema usiwaangamize. Danieli kwa wakati huu alikuwa na umri usiozidi 20. Alikuwa mdogo tu. Ndio hapa tunaweza tukajifunza kwamba mtu yote kwa umri wowote anaweza akamtumikia Mungu kwa vizuri sana kuzidi matarajio ya wanadamu. Lakini pia tunaona jinsi ambavyo malezi bora ya mtoto yana faida kubwa. Malezi bora ya watoto yana umuhimu mkubwa sana.
haukuwa muujiza wa Danieli kuwa hivi, bali alikuwa matokeo ya malezi mazuri ya mama na baba yake. Ndio maana hata leo tunahimizwa sana kuwafundisha watoto shule ya nyumbani, lakini pia kwa shule anayoenda kama ni ya kanisa, ni vizuri zaidi aende shule ya kanisa. Na shule ya kanisa inatakiwa kuwa na malezi na walimu ambao wana elimu ya juu sana ya kiroho, ambayo inaweza ikawaweka watoto katika elimu sahihi. Hivyo malezi ya shule ya nyumbani ni muhimu sana kwa mtoto ili kumuandaa. Imeandikwa, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Arioko akamleta Danieli mbele ya mfalme, akasema, nimemwona mtu wa hao wana wa Yuda waliohamishwa, atakayemjulisha mfalme ile tafsiri. Danieli 2:25. Hebu kabla hatujaendelea hapa tuone maneno haya ya Danieli yanayosema, usiwaangamize wenye hekima wa Babeli, niingize mimi mbele ya mfalme, nami nitamwonyesha mfalme ile tafsiri. Hebu fikiria ujasiri huu wa Arioko. Yaani anasema, nimemwona mtu wa hao wana wa Yuda waliohamishwa, atakayemjulisha mfalme ile tafsiri. Yaani alikuwa na uhakika wa Danieli. Yaani hakusema kwamba nimemwona mtu wa hao wana wa Yuda ambaye anaweza akakuonesha ile tafsiri, kwamba aoneshe mashaka fulani. Alikuwa na imani. Yaani anasema, huyu atakuonesha tafsiri mfalme. Hapa tunapaswa kujifunza jambo moja. Kuna wengi ambao wana imani kuu, lakini hawajakutana na ujumbe wa nuru ya Mungu, hawajakutana na ujumbe wa wokovu. Ina maana kwamba utakapowafikia tu, watauamini kwa asilimia zote, na watasema huu ndio ujumbe tuliousubiri. Lakini mashaka, neno la Mungu inasema yani yule ambaye linamkuta neno la Mungu afa anaanza kuonesha mashaka, anamchukiza Mungu vibaya mno. Maana yule haamini katika neno. Maana mjumbe wa Mungu anapoongea neno la Mungu, ina maana ni Mungu anasema na yule mtu. Hivyo mashaka ya yule mtu ni kutokumwamini muumbaji wake. Na watu ambao wanamwamini Mungu, na wakati watakapofikiwa neno la wokovu watamwamini Mungu bila vipingamizi vyovyote au bila maswali. Kumbuka ile imani ya Mkananayo, mwanamke yule Mkananayo, katika Mathayo 15 utapata hicho kisa chake. Jinsi alivyokuwa na imani kuwazidi hata waliokuwa Wayahudi, waliokuwa walengwa na wazidi. Yaani ana imani ya juu. Anajaribu kupewa kipingamizi na Yesu kwamba ni hivi na hivi, lakini bado anawekelea neno juu kwamba hata mbwa hukula makombo yanayoanguka chini ya meza ya watoto wake. Hivyo Yesu akaamua kumsaidia yule mwanamke. Ndio maana watu wa Mungu tunapaswa kujisalimisha, kuwa na imani ya kujisalimisha. Na wengine ambao watatoka huko nje watakuja moja kwa moja kanisani, watakuja kuziba nafasi zetu, kuchukua nafasi zetu sisi ambao tumejisalimisha nusu. Tunasema tunamwamini Yesu lakini hatujajisalimisha. Haya, mfalme akajibu, akamwambia Danieli aliyekuwa akiitwa Belteshaza, je, waweza kunijulisha ile ndoto niliyoiona na tafsiri yake? Danieli akajibu mbele ya mfalme akasema, ile siri aliyoiuliza mfalme, wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi, wala waganga, wala wanajimu, lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadreza mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Ndoto yako na njozi za kichwa chako ulizoziona kitandani pako ni hizi. Danieli 2:26-28. Kwanza kuna maneno yale ambayo waliyasema waganga, wachawi, wasihiri mbele ya mfalme. Wakamwambia hakuna mfalme ambaye aliwahi kuona neno kama hili, na hakuna ambaye atakuonesha hii siri isipokuwa ile miungu ambayo haifanyi kikao na wenye mwili. Na Danieli katika maneno yake mbele ya mfalme alianza na neno hilo kuionesha ile miungu ambayo ina uwezo wa kufanya jambo ambalo wenye hekima wa Babeli wameshindwa kulifanya. Hivyo sasa
Mfalme aliwekwa kwenye mazingira ya kuelewa hawa wasihiri wenye hekima wake walimaanisha nini waliposema miungu isiyo na kikao na wenye mwili ndio ina uwezo wa kufunua siri hii ya mfalme. Yeye Danieli akasema wenye hekima hawawezi kufunua siri hii ila yuko Mungu wa mbinguni. Mfalme akaelekezwa kwa Mungu wa mbinguni. Kaelekezwa kwa mfalme wa mbinguni. Mfalme na Mungu wa mbinguni ili aweze kumtambua. Lengo la Waisraeli kupelekwa utumwani ni ili wakasambaze injili, wakasambaze nuru. Maana wao ndio waliwekwa duniani wawe nuru. Wakati wowote wewe kama mtu wa Mungu unapokutanishwa na mtu yeyote na watu wowote, Mungu hajakukutanisha na wale watu bure bure. Lazima ushare nao habari ya neno la Mungu ili wamjue Mungu wa mbinguni. Usipofanya hivyo maana yake utimizi jukumu kama mjumbe. Kumbuka kulikuwa na vita kati ya Mungu wa Waisraeli, lakini Mungu pia miungu ya Babeli. Hapa katika maneno ya Danieli, vita hii iliendelea kudhihirika kwamba hapa sasa nani anaenda kuwa mshindi. Mungu gani aliye na nguvu? Dini gani iliyo na nguvu, ya Waisraeli ama ya Babeli? Kwanza hapa Mungu wa Israeli alionyesha jinsi gani alivyo na nguvu. Mungu wa Israeli alijionyesha jinsi ambavyo ana nguvu kupitia Danieli. Na Mungu wa Israeli alifanyika kuwa wokovu kwa watumikia miungu. Yaani hawa wenye hekima ambao wanatumikia miungu walikuwa wametangaziwa kifo na mfalme. Mungu wa Israeli akaja kuwa wokovu wao. Maana nimesema Mungu siku zote anapigana vita na shetani kwa unyenyekevu, si kwa nguvu. Maana hapa ingekuwa kama vita ambavyo anavipigana shetani vya kujitumainia na kuonesha ukatili na nini, basi Danieli angesema waue hawa wenye hekima wako, wameshindwa. Sasa mimi nitakuonesha na utaona jinsi gani mimi ndio nina uwezo. Waue kwanza hawa. Lakini hakufanya hivyo, bali Mungu anataka kila mmoja aokolewe na hukumu isimkute mtu kabla hajamjua Mungu wa kweli. Na hapa ndio utagundua kwamba hukumu za Mungu ama njia za Mungu au akili za Mungu hazichunguziki. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia mazingira ambapo Waisraeli walikwenda kule Babeli, walienda kama watumwa, watu kama wanaoenda kuadhibiwa, watu ambao ni wa kuadhibiwa na Mungu. Lakini wameenda kule, Mungu anawatumia kinyume kabisa na jinsi walivyoenda kule kama watumwa. Anawatumia kama watu wa kuliokoa tena taifa la Babeli. Anawatumia hao ambao wametolewa kule nchini kwao kama watumwa, anawatumia kwa namna ya ajabu kujifunua mbele za Wababeli. Ndio maana Mungu anasema sisi tujitoe, tujisalimishe tu kwake. Anajua namna gani atatutumia. Anajua katika mazingira gani atatutumia. Ukiwa katika mazingira yoyote, usiogope, Mungu atakutumia kama umejitoa. Kupitia Danieli, Mungu alionyesha uwezo ambao yeye anao juu ya miungu ya Babeli. Maana miungu yao haikuwa na nguvu ya kusoma mawazo ama ndoto aliyoota mtu, lakini Mungu wa Israeli akawa na huo uwezo. Wenye hekima wa Babeli walishangaa. Kaona ni kitu gani hiki? Kumbe kweli kuna Mungu aliye juu yetu. Sasa kwa nini ndoto hiyo mfalme aliota? Tutaona kwamba huyu mfalme Nebukadreza aliota ndoto kwa sababu ndoto ile ilikuja kama majibu ya kile ambacho alikuwa anafikiria katika usiku ule. Alikuwa anafikiria kwamba sijui baada yangu ufalme utakuwaje au nani atatawala. Alikuwa anajiuliza maswali hayo juu ya future ya ufalme wake.
Ndio maana ile ndoto ikaja, ili ilete majibu kwa mawazo na maswali yanayojiuliza. Danieli 2:29 inaeleza hilo, anasema wewe mfalme, mawazo yako yaliingia moyoni mwako kitandani pako ya mambo yatakayokuwa halafu au mambo yatakayokuwa baadaye, na yeye afunuaye siri amekujulisha mambo yatakayokuwa. Kwa hiyo ndoto ile ilikuwa majibu ya mfalme juu ya yale aliyokuwa anafikiria ya baadaye. Hakuletewa tu ile ndoto kama mtu ambaye hakuwa na hitaji lolote. Mfalme alikuwa tayari kumsikiliza Danieli kwa hamu kubwa, ili aweze kusikia ndoto ile ni nini aliota na bado tafsiri yake ni nini. Sikiliza, katika kujifunza na watu maandiko matakatifu ya Biblia, kuna muda unaweza ukakosea, au kuna muda tunakosea. Kwa nini? Unamfundisha mtu Biblia, unamfundisha maandiko matakatifu wakati huo ambao yeye hujamuonesha hitaji, kwa nini anahitaji asikilize, au kwa nini anahitaji asikilize neno hilo. Yaani ni lazima tutengeneze mazingira kabla ya mtu kujifunza naye. Utengeneze mazingira ya yeye kutambua kwa nini ana ulazima wa kujifunza. Hapo ndio atatukusikiliza. Lakini kabla hajaona umuhimu, basi unaweza ukaongea pale, lakini asikusikilize kidogo, maana hajaona nini? Uhitaji. Mfalme Nebukadreza alikuwa tayari kumsikiliza Danieli kwa makini. Kwa sababu gani? Ana uhitaji wa kujua. Yaani kuna kitu kinachomkeleketa, anataka ajue. Ndio maana akamsikiliza. Hivyo lazima siku zote, hata katika kufundisha habari ya wokovu, lazima utengeneze mazingira ya kumfanya mtu akeleketwe kujua ni nini hiki. Sasa natakiwa nifanyeje? Kama hubiri la Petro siku ile ya Pentekoste, aliongea maneno mengi akawaambia Wayahudi wote au kusanyiko waliokuwa pale. Mwisho wa siku wale watu, yaani katika maneno yote aliyozungumza, mwisho alitengeneza mazingira ya kuonesha ni kitu gani wamepungukiwa na wana uhitaji gani. Mwisho wa siku wanamuuliza, tufanyeje basi? Lazima tuwe na ujuzi, sio tu spiritual knowledge inayotakiwa katika kuongoa watu ama katika kufundisha. Intellectual gift, intellectual knowledge inatakiwa pia kutumika katika kazi ya Injili. Mungu ametupatia talanta za kila aina. Zote hizo zinahitajika kutumika. Ina maana bila mtu kuonesha hitaji la kujifunza, hawezi akakusikiliza. Lakini kama anaona kuna uhitaji wa kukusikiliza, hapo lazima akusikilize na ujumbe utafika akilini mwake sawa sawa na ilivyotarajiwa. Mungu atusaidie sana. Tukija katika kipindi kingine tutaendelea na ndoto hii, tuone kwamba sura hii ya pili inaendelea kwa namna gani, na ndoto ile aliyoota mfalme ilikuwa ni nini, na aliota nini, na kwa nini alionyeshwa ile ndoto, na kwa nini ilimfadhaisha sana. Tutaona katika sehemu ya pili ya kitabu hiki cha Danieli sura ya pili. Mungu akubariki sana mpendwa, endelea kuwa pamoja nasi hata mwisho. Ubarikiwe. Karibu. Amina. Lakini